Haya, wana wa Mungu hamjambo? Happy Sabbath. Happy day. Hebu nione kwa ishara ya mkono. Bwana Yesu asifiwe. Happy Sabbath. Happy day. Nashukuru sana kuwa nanyi siku ya leo. Ningependa tuweze kuwa na somo fupi linalohusiana na umoja katika imani, maana ni jambo ambalo Mungu alikusudia mwanadamu aweze kuwa na umoja katika imani ya Yesu Kristo. Maana Yesu Kristo, tunaposoma Waebrania 12 mstari wake ni wa 2, inasema tukimtazama Kristo Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, sote tunahitajika tuwe wafuasi wa Yesu, tuwe washirika wa Yesu. Hatufai kuwa mshirika wa mtu duniani, wala hatufai kuwa mshirika wa kiongozi wa kanisa. Kwa mfano, kama hapa kuna viongozi, ndio ati sijui huyu ni kiongozi huyu ni mshirika wa deacon. Hapana. Viongozi wanatufanya ama wanatusaidia sisi kuendelea kuwa washirika wa nani? Wanatuongoza kwa nani? Kwa Kristo. Ndio naona Yesu akasema anayetaka kuwa kiongozi na awe mdogo. Inamaanisha nini? Yesu hakutaka watu wakuwe na mawazo ya kusema sasa mimi ni kiongozi, nafaa niwe na washirika wanaonifuata mimi, kama vile makanisa ya Jumapili wanavyofanya siku ya leo. Leo katika ulimwengu wa kiimani, makanisa mingi yamesahau kumfuata Kristo, wanafata watu, viongozi wao. Nasikia anasema mimi ni Waori, mimi ni wa Ezekieli, mimi ni Wang'ang'a. Ndio naona wakati mmoja unapo point era ya Aori, mshirika wake akusikie, anakasirika. Kwa nini? Umetaja mafundisho ya kiongozi wake. Lakini katika kanisa la Mungu, wakati doctrine inatajwa doctrine ya ni nani anafaa kasirike? Ni nani anafaa kasirike? Ni sisi? Hapana. Ni shetani anafaa kasirike, maana doctrine ya Kristo inafunua hila na mipango mbaya ya shetani. Kwa hivyo sisi tunafaa tufurahi. Lakini shetani hawezi furahia ulimwengu wote ukue ndani ya imani ya mwana wa Mungu. Hawezi kubali kitu kama hivyo. Hawezi. Ndio naona leo kumekuwa na migawanyiko ya imani, na wote wanasema wanaamini Biblia, wote wanasema Yesu ni Bwana wao. Lakini unapowachunguza katika sehemu zao za ibada, wanaamini kinyume na wengine. Ndio naona leo ni vizuri tujifundishe umoja katika imani. The unity in doctrine or unity in faith of our Jesus Christ. Hebu na tuombe. Nyinyi mtakaa tu kama mlivyo, mimi nitaweza kupiga magoti. Mfalme mtakatifu, Baba wa Yesu Kristo, tunakushukuru na kulihimidi jina lako, maana umekuwa mwaminifu. Tunajua ya kwamba ulipanga wakati mmoja nitaweza kufika mahali hapa na kuongea na wapendwa hawa. Naomba unisamehe pamoja na wapendwa hawa, utuoshe, ututakase, ili tuweze kuwa watakatifu kama sabato yako ilivyo takatifu. Tuongoze katika ibada hii, tupe amani na utulivu, mipango yote ya shetani kaweza kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Bali Mungu, tumekusanyika hapa kwa ajili ya kutafuta ukweli wako kama jina lilivyo, the school of prophecy. Wacha jina hilo likawe la manufaa kwa wengineo. Wacha tukawe katika darasa, katupe upole na upendo, kaondoe kiburi na majivuno, katuelekeze
kwa njia yako inayofaa, na nikupitia jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Wapendwa, kuna kitu ambacho lazima tufanye, na ni wajibu wako na ni wajibu wangu. Tusipo kukifanya tutakuja tulie hapa mbele. Lazima tutafute uso wa Mungu tukiwa katika safari ya imani, na tunapotafuta uso wa Mungu lazima tutembee pamoja. Wana wa Israeli walipokuwa wanatoka katika nchi ya Misri, kila mtu alikuwa na njia yake, si ndio? Si walikuwa wanasema tumeacha nini? Walisema hakuna kitu kumbe mkorada. Hakuna kitu tumeacha. Walitoka na watoto wao na mali zao, si ndio? Wakatoka. Na nini kilisababisha watoke katika nchi ya Misri? Maana nchi ya Misri baada ya Yusufu kufa, apostasy ilifanya nini? Iliingia. Kukainuka mtawala ambaye hakumjua Yusufu wala hakujua mwongozo wa neno la Mungu, the principles of God, ama msingi ambao Mungu alikuwa amewekea watu waliotangulia kabila yake, wafalme waliokuwa na moyo wa kumsikiliza Yusufu. Yusufu akawaelekeza katika misingi ya kweli. Kwa hivyo nchi hiyo baada ya Yusufu kufa, apostasy ilipoingia, Mungu aliendelea kupenda nchi ya Misri, si ndio? Aliipenda. Watu wakawa wanalia, kilio kikawa juu, dhuluma ikafanya nini? Ikaongezeka. By the way, hata leo kwa sababu watu wa Mungu wameondokea misingi ya Mungu ya kweli, ndio naona tunapigwa na corona, magonjwa yasiyokuwa na nini. Mnalia sijui economy imekuwa mbaya, mambo haiendi sawa. Vitu kama hizo zinapo exist in any generation, mjue ya kwamba kuna mahali mmekosea nani? Mungu. Maana Mungu hakuumba mwanadamu aishi kwa mateso. Lakini kuna wengi sasa hivi bado wako na hope. Wanasema kuna siku tutanunua unga bei rahisi. Kuna siku kama hiyo? Mtanunua mpaka 500. Kwa nini? Maana apostasy ilipoingia katika nchi ya Misri, maisha ya wana wa Israeli ilikuwa ngumu. Kukula kwa taabu, kufanya kazi 24. Na leo mnafanya kazi 24/7. Jana nilitoka Eldoret. Kufika hapa tulifika saa 7 ya usiku. Baadhi ya maduka ziko wazi. Watu wanatembea tu kama mchana. Inamaanisha leo wanafanya 24/7 kwa kutokulazimika. Lakini hakuna tofauti na wakati wa Misri walipoondokea neno la nani? Inamaanisha wakati tutakapoondokea ukweli ama msingi wa Mungu, madhara yake yanaonekana na tayari yameshaanza kuonekana. Maana shetani alijua watu hawa wakiwa kimoja, watembee pamoja, Mungu atawaongoza na watageuza dunia. Kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, naposoma 2, hebu soma Matendo ya Mitume 2 mstari wake ni wa kwanza. Angalia. Tukielewa hii point na hii somo, kila mtu aombe Mungu sana. Aombe Mungu sana. Asije akakosa kuwa ndani ya imani ya mwana wa Mungu inayoleta unity. Na sote tunafaa tuhubiri unity in faith. Tuwaite. Hebu soma, alafu ningependa nisomewe Kiingereza kama iko. King James Version. Chapter 2 verse 1. Inasema haje? And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. There
were all in one accord in one place. Na walipokuwa in one accord in one place, nini kilitendeka? Verse 2, walimwagiwa mvua ya masika. And suddenly there came a sound from heaven, as one of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And it filled the whole house that were they were seated while they having their differences. Walikuwa wamekaa in one place, huyu akiwa na mafundisho yingine, huyu akiwa they are in one accord. Inamaanisha Yesu alipowaambia muningojee katika chumba, walipoenda pale waliondoa utofauti wa wakakuja pamoja. Mungu akiwa mbinguni akasema, wow, this is the movement I needed. Akaimwagia mvua, na alipowamwagia mvua walifanya a wonderful work. Siku hiyo walibatiza watu wangapi? 3,000. Walibatiza watu wengi. Mpaka kuna wafungo kwa Matendo ya Mitume nasema, ni nani hawa wamegeuza dunia upside down? Nani hao? Kwa hivyo kama Waadventista wana matengelezo wa kweli wanaoishi kipindi cha mwisho, ili tufaulu, ili Mungu atembee na sisi, tuweke kando our difference na tukubali kuunganishwa na ukweli. Tusikuje in unity in apostasy, but unity in truth. Mtaona mkono wa Bwana, mtashangaa. Lakini mnafikiria shetani atafurahi? Atangojea kitu kama hiyo happen? So we have to struggle. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo ndio kuna process kubwa. Hapo kwa unity in faith ndio tukue in one accord at the end. Hapo ndio kuna mtihani mkubwa kwa wana matengenezo dunia mzima. Hapo tukiondoka hapo, tushukuru Mungu. Lakini sio kazi rahisi. Lakini wewe unayenisikiliza, hakuna jambo lisilowezekana kwa Mungu. Mungu anangojea wewe ukuwe tayari kufanya kazi yake, kupokea ukweli wake. Mungu atakutumia wewe umsaidie mwingine aelewe umoja ambao tunauzungumzia. Kuna quotation ambayo iko katika, unasomanga roho nabii hapa? Mbarikiwe sana. GW Gospel Workers 487.2. Angalia, tunapokaribia kipindi cha mwisho, Ellen White kuna maneno aliyazungumza ya muhimu sana kwa wana matengenezo. The message to the reformatory movement, and we have to take heed of it. Tusipofanya hivyo, kuna mahali tunaenda, na ni wajibu wa kila mmoja wetu akuwe na kitabu cha roho nabii, kitabu ambacho haufai kukosa. Cha kwanza, The Great Controversy, maana hicho kitakufunua uelewe what is the Great Controversy na ilianzia wapi. Ukishasoma hiyo kitabu, basi ndio mwisho at the end utaona umuhimu wa unity in faith, in doctrine. Utaona maana Great Controversy inaeleza vita ambavyo vimeanza wapi? Mbinguni. Na mbinguni kulikuwa na unity kabla shetani hajafanya nini? Hajahasi. Lakini alipohasi, nini ilifanyika? Aliharibu ule unity ambayo ilikuwa wapi? Mbinguni. Kwa hivyo hili na sisi tuwe na umoja, lazima tuelewe the history, our history, the history of faith, historia ya imani ambayo inapatikana katika Great Controversy. Some have advanced.
Wengine wako na dhana ya kwamba tunapokaribia mwisho wa dunia, kila mtumishi wa Mungu ama mtoto wa Mungu atafanya kazi kivya katika movement yoyo. But zingatia hiyo, but nimeongozwa ama nimeelekezwa na Mungu hii kazi. Hakuna kitu kama hiyo ati kila mtu akuwe nini anajisimamia. Lazima tumshinde shetani kwa kuvunja independent. Atutufanya kazi kivyake, huyu kivyake. Nasema shetani atatushinda. Sisi tukaamua tukaunite kwanza. Hivi na hiyo ndio kazi ambayo tunaifanya, kuwaleta wana matengenezo pamoja. Tunawaleta pamoja kuelewa doctrine, tunawaleta pamoja kuelewa the events of the last days. Na pia tunawaleta pamoja kwa kuelewa Ellen White amesemaje, ametoa mashauri gani kuhusiana na these events. Maana kuna some groups ambazo zimekosa kuelewa the events of the last days, zimekosa kufuata mwelekeo ya roho nabii vile ambavyo ameelekea. Napata wanafanya vitu ambavyo sivyo, ama wanafanya kitu ambacho ni sahihi kwa wakati ambao sio sahihi. Time must be also considered. Tunaposoma kitabu cha Yohana 17 mstari wake ni wa 21. Na ukumbuke hiyo ilikuwa ni the last prayer ya Kristo. Anaombea wanafunzi. Je, sisi ni wanafunzi wa Yesu? Maombi yao yanatuhusu? Aliomba aje? Hebu soma. Yesu anasema wote wawe na umoja. Wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako, hao nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe Mungu ndiye uliyenituma. Kwa hivyo ili message ya Kristo ya kukuja ulimwenguni itambulike ulimwenguni, lazima tukubali kuwa in one faith, one accord. Yesu anasema ili wajua ya kwamba wewe umenituma. Inamaanisha tukiungana pamoja tutahubiri ukweli ambao Kristo aliuanzisha. Na ulimwengu itajua, itasema kweli hawa ni wanafunzi wa nani? Wanafunzi wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Happy Sabbath. Happy day. Kwa hivyo tunapoacha viongozi vipofu kwenye kitabu cha Mathayo 15 mstari wake ni wa 14. Yesu anasema waacheni hao viongozi vipofu wa vipofu, na kipofu akimwongoza kipofu watapata uzima wa milele. Watafanya nini? Wataanguka kwa shimo wote. Sasa swali langu nauliza, kama tunaacha viongozi vipofu, je, kuna viongozi ambao wanaona? Bwana Yesu asifiwe. Kuna viongozi wa Yesu ambao amewaweka duniani ambao wanaona. Maana Yesu alikuwa anaambia wanafunzi waachana viongozi wa nani? Alikuwa anawaambia sasa kila mtu aende ashughulikie kivyake, ukishaacha kiongozi kipofu. Alikuwa anasema hivyo? Hapana. Inamaanisha utakapoacha kiongozi kipofu umepata yule kiongozi ambaye anaona. Na lazima huyo kiongozi waite katika unity of faith. Kwa hivyo pia tunapoishi kwenye kipindi hiki cha mwisho, lazima waelewe ni nani kipofu na ni nani ambaye si nani. Tusisome hiyo andiko tuiachie kwa wanafunzi. Sisi bado ni wanafunzi wa Yesu. Lazima pia tuangalie hiyo hao watu, hao viongozi wanatupeleka wapi? Wanatulisha chakula cha wakati? Tunafanya vitu ambavyo vimeandikwa ama havijaandikwa? Tukikosa kufanya hivyo, tutasema tumejitenga na Catholic, tumejitenga na SDA, lakini bado tutakuja tupatane na wao motoni. Kazi ya imani ni kazi ambayo inahitajika ipelekwe mimi na wewe tukiwa in one accord. Inamaanisha ili wanafunzi
wakuwa in one accord, waliitana kwanza, wakakaa chini, wakafanya nini? Wakajifundisha. Bwana Yesu asifiwe. Wakaondoa tofauti zao, wakasema basi hii ndio njia, na hiyo ndio kazi tunafanya. Tunawaita watu, tunakaa, tunajifundisha. Nini nawasumbua? Trinity, tujifundishe. Nini nawasumbua? Kanisa la Mungu, hatutatufai kutoka kwa kanisa la Mungu. Kuna madai kama hiyo. Tulikuwa na hizo debate 2024, 2023. Tulipotangaza msimamo. Quotation ambayo tuliisoma ya kwanza ilikuwa ni hiyo yenye tumesoma. Ya pili ilikuwa ni Desire of Ages 232.2. Angalia. Tuliposoma quotation ya pili ilitupa nguvu sana. Ya kwamba historia ya Yesu ya kujiondoa katika Uyahudi itafanya nini? Itajirudia. Inaanza ikisema kama vile Wayahudi walivyokataa nuru ambayo Kristo alileta, it has been rejected in every succeeding generation. Alafu inamalizia ikisema chini yake, ikasema hivi: when the reformer preached the word of God. Wakati wana matengelezo wanahubiri nini? Tukajiuliza sasa, wana matengelezo tena? Sisi tulikuwa tunajua SDA. Wana matengelezo tena? Tukaenda kwa undani kusoma hawa na matengelezo ni akina nani na walitoka wapi? Haya, sikiliza. Kuna kitu hapo. Anasema again and again. Mara ngapi? Again and again and tuiweke kwa mawazo. Again mara ngapi? Twice. Bwana Yesu asifiwe. Again mara ya kwanza imejirudia kipindi ambacho wana matengelezo wanaamka mara ya kwanza. Again ya pili kipindi cha mwisho. Watu watakataa nini? Ujumbe. Ile ndio anasema again and na anatuambia ilijirudia pia kipindi cha nani? Cha Yesu. Yaani historia ya Yesu kujiondoa katika Uyahudi imejirudia mara ngapi? Itajirudia mara ngapi? Again and again. Wakati wana matengelezo wanahubiri neno la Mungu, hawakuwa na nia na mawazo ya kujitenga na kanisa ambazo zimeifanya nini? Zimejengwa. But the religious leaders, viongozi wa madhehebu haya hawakukubali nini? Ukweli ambao wana matengelezo walikuwa na. Wale ambao walikuwa na huo ujumbe ili walazimu watafute darasa lingine. Bao walikuwa wanatafuta ukweli. Inawa kumbe sisi nasi hatujapona. Na imesema few. Wachache hao wanasikiliza sauti ya nani? Lakini hao wachache wakikubali kuja pamoja baada ya kujitenga na madhehebu yaliyo hasi, watafanya kazi ya ajabu. Kwani wanafunzi walikuwa wangapi wakianza kufanya mission? Kwa Yesu walikuwa 11. Si Yuda alikuwa amekufa. Kwa hivyo imesema few. Usingojea ati kanisa mzima. Ati unajua kuna wengine wanasema hapana. Hii kanisa letu la SDA ni kanisa nzuri. Tutaendelea kukaa hivi mpaka wakati wa Sunday law ikitangazwa, basi Mungu atajitana alafu tutajitenga. Si hivyo ndio wanafundisha? Hatufai kutoka. Hata Nuhu alikuwa kwa safina. Safina ilikuwa na yumba, lakini alikuwa hata sisi wacha hii kanisa liyumbe tunakubali liko na uasi, lakini waje tufanya nini? Muona the method they are using. Sasa mimi naulizanga swali, bigila nikamuuliza swali. Unajifananisha na Nuhu? Hebu tuangalie ni reality. Nuhu alihubiri ujumbe ama hakuhubiri? Watu walisikia ama hawakusikia? Kwa hivyo Nuhu na familia yake walipopokea ujumbe, walijitenga na wao ama hawakujitenga? Kamwambia hata wewe unafaa kujitenga kama Nuhu. Usiseme ya kwamba wewe ni Nuhu na hujajitenga, maana Nuhu alijitenga kitu ya kwa akaingia katika ukweli, katika safina na familia ya jitenge kwanza. Ndio seme wewe ni Nuhu. Wachache wanasikiliza sauti ya Mungu na wako tayari kupokea ukweli hata kama
kwa njia yoyote ambayo itafanyika, hawajali. Wote ambao wanafuata nyayo za wana matengenezo, those who follow the footsteps of reformers, they are forced to live, to turn away kwa makanisa ambayo wanafanya nini? Ili waendelee kushikilia mafundisho ya kweli ya nani? Ya Mungu. Lazima watoke kwa makanisa ya baba zao, mama zao, ili watimize utii kama vile mitume walifanya. Mitume wanasema ni heri kumtii Mungu kuliko nani? Hata wana matengenezo kipindi cha mwisho lazima wafanye hivyo, wamtii Mungu. Lakini kuna hatari, na naomba tuelewe. Kwa hivyo wana matengenezo hawajawahi kaa mahali ambapo pameharibiwa, system imeharibiwa, na viongozi wao wanakubali yenyewe kuna mambo haiendi sawa, lakini wacha tukaekae. Wanakubali system imeasi, wana matengenezo hawapatikani hapo. Mwingine akaniambia, unajua hata Danieli alikuwa Babeli, na sisi tuendelee kukaa tu Babeli? Bwana Yesu asifiwe. Happy Sabbath. Pia nikamuuliza swali, Danieli alikaa Babeli, si ndio? Alishirikiana na miungu ya Babeli? Hapana. Na nyinyi mnatuambia mko Babeli na mnashirikiana na Mungu wa ndani. Kwa hivyo wewe na Danieli ni tofauti. Wakati walipotangaza ya kwamba wainamie sanamu, vijana hao walisujudia? Hawakushirikiana. Sasa unatuambia ati wewe sasa unataka kujifananisha na Danieli, lakini bado kwa Babeli umeshikilia miungu yao, mafundisho yao. Hiyo inaingia kwa akili kweli? Yaani shetani alipoelewa ya kwamba kipindi cha mwisho kutakuwa na few ambao wata listen the voice of God, ambao wata follow the footstep of reformer. Sikiliza vile anafanya pia. Tukishaelewa hiyo mtego yake, tutapiga hatua. So umewashikilia mahali walipo until the ceiling was flat. Are we living in the time of the ceiling? Yes. Are we agree we are living the time of ceiling? Yes. Quotation inasema nini? Shetani anakushikilia hapo mahali ambapo uko mpaka ulinzi wa Mungu utakapofanya nini? Mpaka wakati muhuri wa Mungu utakapofanya nini? Utakapoisha. Na unajua wengi watajipata hivyo. Inamaanisha sasa hivi usikubali kushikiliwa na shetani mahali ambapo wewe ni jukumu lako kuangalia ni nini ambacho shetani anaweza nishikilia. Najua Musa alishikiliwa wakati amekufa. Alikuwa amefanya makosa gani? Alikuwa amegonga mwamba, si ndio? Ilikuwa ni bahari ama mwamba? Ya kagonga. Hiyo mtafanya homework. Mtafanya homework. Sitawaambia saa hii. Sasa alipokufa, shetani akasema huyu ni mtu wangu, lakini hakujua mtumishi wa Mungu alikuwa amefanya nini? Ametubu. Kwa hivyo inamaanisha na sisi tunapokaa kipindi cha mwisho, tunapotafuta uso wa Mungu, tusikubali ku accept the obstacles of Satan ama his snares. Tusikuwa under his snares hata moja, kisije kikatumika kama sababu ya kukosa wewe kuingia mbinguni, ama kisije kawa ni sababu ya kukosa wewe kumwagiwa mvua ya nini? Ya masika. Obstacles za shetani ni kama nini? Zile tunajua za juju. Kuna wivu, kuna chuki. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kitu ya kwanza ni wewe, baada ya kujua ya kwamba tunafaa tutoke katika mahali palipo hasi, si ndio? Ili Mungu akuelekeze na akuongoze katika sehemu iliyo bora. Ili Mungu atembee na wewe, lazima pia nao ujioje, useme ni vitu gani ambavyo vinaweza kafanya Mungu asinielekeze katika ukweli. Ni hasira, iondoke kwa maana shetani anaweza akatumia hiyo hasira ukaharibu ujumbe ambao ulikuwa nao, ujumbe mzuri.
Je, ni washarati? Shetani anaweza akatumia hiyo kuharibu ujumbe wa wana matengenezo. Hata mnasema mmetoka nomino na nyinyi ndio mnalala na wake za watu. Bwana Yesu asifiwe. Tuko na kibarua. Usifurahie tu ati mimi ni mwana matengenezo. Tuko na kibarua kikubwa. Maana vitu hivyo viko kwa macho yetu hivi. And we have to face and we have to conquer it. Ili tuweze kuwa in one. Si tunangojea mvua ya masika? Hakuna mtu mvua ya masika itamwagikia akiwa na kinyongo kwa moyo wake. Hakuna mtu mvua ya masika itamwagikia akiwa outside of the doctrine of Christ. Ukweli ambao Mungu aliweka, hakuna. Usijidanganye. Na vitu zote zimeandikwa kwenye vitabu za Roho nabii, kwenye Biblia. Kwa hivyo ni wajibu wetu kukubali, kukaa, kusoma na kumsikiliza mwingine anasema nini. Kama uko katika era, umsaidie kwa moyo upo aweze kutoka. Tusiwe na kiburi. Unajua sasa kuna kiburi, shetani anaweza tumia kiburi kwa hii movement vizuri sana. Mimi ndio najua ukweli. Kiburi. Tuondoe kiburi. Tukuwe na moyo wa upole. Moyo wa unyenyekevu, moyo wa Kristo. Moyo wa Kristo. Ndio unaona kuna lesson katika Roho nabii nasema lazima tuwe na the character of Christ. Unaposoma wa Filipi 2 mstari wake ni 5. Hebu tusomewe. Sikiliza. Mzungu anasema nini? Sikiliza. Kuna vitu mingi watu wa Mungu tunafaa tufanye. Mwana matengenezo anatengeleza. Ukijua hii ni mbaya unafanya nini? Unatengeleza, maana ndio maana unaitwa mwana matengenezo. Let this mind be in you. Wacha mawazo haya yawe ndani yenu. Which was also in Christ Jesus. Mawazo ambayo yalikuwa ndani ya nani? Yes. Kwa hivyo sisi tunafaa tuwe na mawazo ya nani? Yes. The mind of Christ if we want to inherit the kingdom. Kwa hivyo tunapokuwa na mind of Christ, shetani atakuchezea. Utakuwa na wivu. Inamaanisha kama ni Nyakundi anawaza. Ni nani anawaza? Sio yeye anawaza, ni Nyaku. Ndio naona Paulo anasema nimesulubiwa pamoja na nani? Sio mimi tena bali Kristo yu ndani. Kwa hivyo kitu ya kwanza tukubali Kristo, tukubali mawazo ya Kristo, tujifundishe the character of Christ. Maandiko anasema alipigwa kofi na hakurudisha, alitemewa mate na hakufanya nini? Lakini huku mzee tasema acha niweke koti chini kwanza. Acha niweke Biblia chini kwanza. Tutakuja kwa mambo ya imani baadaye. Hasira. Kristo anapofundisha wanafunzi wake ya kwamba ukiwa na kanzu mbili mpe mwingine moja, anawafundisha waue ubinafsi. Selfish. Ubinafsi. Waelewe ya kwamba Mungu amewapa mali ambazo amewapa, wanafaa washirikiane na wengine. Si ati sasa unakula peke yako na jirani yako analala njaa. Umesikia mahali kweli kunahitajika kitu fulani. Mtu wa aina hiyo hata mwagiwa roho ya nini? Yesu anasema wengi watakuja. Watakuwa wananiambia ni lini tulikuona? Yesu atawaambia nilikuwa gereza, Mungu fanya nini? Nilikuwa na njaa, Mungu fanya nini? Na inaweza kuwa cha ajabu wale ambao Yesu ataambia hivyo walikuwa wanajidai wana matengenezo. Ndio lazima tuweke chini mafundisho yote tujifundishe. Kama wana matengenezo, kuna vitu mingi za kufanya, kuna vitu mingi ningependa tuweze kuongelea. Lakini kwa sababu ya muda situkomea hapo, tusikie comments. Bwana Yesu asifiwe. Unaonaje? Tuingie katika comments.
Na kabla tuingie katika comments, wacha tuwe na ombi fupi. Tunaweza nyenyekea wote, tupige magoti. Baba wetu utupendaye, asante kwa maana umetufundisha umuhimu wa kuwa na umoja katika kweli, na pia umuhimu wa kuwa ndani ya imani ya kweli ya mwanao. Tunaomba mkono wako, tunaomba uwezo wako utusaidie. Sisi ni wadhaifu, wanyonge. Mwanzo kabisa utuoshe, utusafishe ili tuweze kubalika machoni pako. Tumenyenyekea chini ya miguuni pako, tunaomba nguvu iliyowezesha mitume kufanya kazi yako, iliyowezesha mitume kuja pamoja, iweze kufanya kazi katika kikundi cha mwisho cha wana matengenezo kipindi hiki. Tuondolee kiburi, majivuno, hasira, bali utupe umoja, utupe mawazo ya Kristo. Maana wote watakao kuwa na mawazo ya Kristo wataweza kuingia kwenye uzima wa milele. Tusaidie tunapojifundisha, utupe moyo wa upole, utupe uwezo wa kuelewa, ufunua akili zetu. Shetani asilete kizuizi chochote cha kuzuia mtoto wako, ila mapenzi yako yatendeke kama upendavyo tunapoendelea na mambo mengineo na pia kujifundisha. Maana ulisema ya kwamba umeweka njia mbili kati yetu, uzima na mauti. Mungu ulimpatia mwanadamu freedom ya kuweza kuchagua. Tunaomba utupe hekima ya kuelewa hivyo, ili tusije tukafanya kazi ya kulazimisha ama kazi ya kutenga ama kuelekeza kwenye njia ya mauti. Tusaidie Mtakatifu, tumenyenyekea miguuni pako, tusikie. Kuwa nasi tunapoendelea na kipindi chetu. Naomba endelee kuwa nasi, tuondolee uchovu na usingizi, na ni kupitia jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Haya, alafu ningeomba mwenye comment, sijui atakaribia hapa. Ni nani wa kwanza? Watasikia? Si lazima hii. Haya, asante. Kitu ya kwanza, maandiko yote ambayo tumeyasoma hapa, tulikuwa tunazungumzia the unity in faith, ambayo tunaweza sema pia in spirit. Kuna mikutaniko mingi, tunaweza kuja tukutane, labda mnasema wacha tukutane tufanye jambo fulani, tusaidie mtu fulani. Lakini mimi nimeongelea kuhusu unity in spirit ama in faith. Maana tunahitajika tuwe na mawazo ngapi? Mawazo, nia ya Kristo. Nia ya Kristo ambaye aliomba katika kitabu cha Yohana 17:21 haikukuwa ni nia ya kidunia ama umoja wa kidunia, bali ilikuwa ni umoja wa kwa, anasema wawe na umoja kama mimi na wewe Baba tulivyo na Kristo na Baba wako kimoja haja. They are one in nature, one in character and in purpose. Yesu anasema, ukisoma ni Yohana 5, hebu tusome Yohana 5 mstari wake ni wa 18. Kuna kitu ambacho Yesu anasema. Anasema niliyoyasikia kwa Baba ndiyo niyafanya. Hiyo ndio umoja ambayo Yesu alikuwa anaombea wanafunzi wa. Inamaanisha Kristo hawezi akafanya kitu ambacho hajamuona Baba anafanya, na pia hawezi akafundisha kitu ambacho hajatoa kwa baba yake. Hiyo ndio unity ambayo tunaongelea. Kwa hivyo na sisi tunafaa tuelewe mafundisho ya Kristo, misingi yetu ya imani. Tuagree, tuongee one language. Nikisimama, mzee akisimama, anafundisha kitu sehemu na mimi. Si ati mimi nasema Yesu ni mwana wa Mungu, mzee anakuja anasema hapana, Yesu ni mwanadamu, ni mtume, kama kuna Waislamu anasema ni mtume. Sasa hiyo ndio tunataka tuondoe, tukuje katika maandiko yanasemaje. Hiyo ndio unity ambayo tunasema. Baada Yesu asifiwe. Nafikiri umeelewa mzee. Warning of last days. Sauti ya ukweli.